Ndugu wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao mtasikia hii video, naomba ili mlisikie kwa makini. Colonel Nanga, Sultani Makenga, Bertin Bisimwa, Moise Nyarugabo, Fredi Kanyiki, hawa ni weusi wenzetu. Cha pili ni Waafrika wenzetu. Cha tatu cha kushangaza ni Wakongomani wenzetu ambao wameamua kuichoma nchi yao kwa mikono miwili. Na tena sio wakorofi, ila wanalazimishwa kuwa wakorofi. Hawa ni majambazi sugu ambao wameamua kumwanga damu ya wandugu zao kwa masilahi ya serikali ya Rwanda pamoja na jeshi lao la RDF. Wakongomani, tusiwafumbilie macho mpaka kieleweke. Tariki 25 mwezi Januari mwaka 2026. Hii ni Hope News TV. Hujambo katika habari zetu za mchana. Naitwa Espoir wa Kilongo Itele na ikukaribisha. Kama ni mgeni, jiunganishe, watumie wengine, utakuwa umefanya mchango mkubwa. Vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinazidisha shinikizo la kijeshi kwa waasi wa AFC M23 katika eneo la Walikale, Kivu Kaskazini, kwa kutumia mashambulizi ya angani kutafuta na kupunguza eneo ya kimkakati ya waasi wa M23. Jumamosi Januari 24 majira ya jioni, ndege isiyo ya na rubani ya FARDC ilishambulia kwa mabomu maeneo ya waasi wa AFC M23 huko Mpeti na Minjenje katika mtaa wa Banakindi katika grupementi ya Kisimba, tarafa la Walikali. Miji hii miwili inachukuliwa kuwa ngome kuu za vuguvugu la wasi katika tarafa hili la Walikali, karibu na mji wa kimkakati wa Pinga. Kulingana na vyanzo vya ndani, ndege isiyo na rubani ya kijeshi iliruka kwanza juu ya anga ya eneo la Banakindi karibu saa 12 za asubuhi, wakati kabla ya kuangusha mabomu kadhaa kwenye eneo ya waasi. Mpeti iliyoko kilomita 18 tu kutoka Pinga ilikuwa mwenyeji wa kituo kikuu cha vifaa cha AFC M23, hivyo kushambuliwa na mabomu ya FARDC kupitia ndege isiyo na rubani. Katibu tawala wa cha Kisimba la Vichangwi anadhibitisha taarifa hizo na kuashiria kuwa milipuko hiyo ilisababisha sitofahamu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Walishangazwa na kuathiriwa kwa migomo hiyo. Idadi ya watu ilishangazwa na milipuko hiyo kubwa. Watu walibaki wamejificha majumbani mwao, walihofia kulipizwa kisasi au kuangamizwa kwa mapigano, alisema, wakihofia kwamba si FARDC inayoshambulia magaidi. Ashuru wa binadamu wa vyanzo bado hujulikana rasmi. Hata hivyo, vyanzo thabiti katika eneo hilo vinazungumzia uharibifu wa nafasi kadhaa za waasi na hasara kubwa za binadamu na uharibifu mkubwa wa mali. Peti na Minjenje walihudumu, kulingana na watu mashuhuri wa eneo hilo, kama vituo vya kukusanyia na kusambaza bidhaa kwa waasi vilivyoimarishwa hivi karibuni na wahusika kutoka Kichanga, Mweso, Kalembe katika tarafa la Masisi. Viimarisho hivi vilikusudiwa tena kwa mujibu wa vyanzo vya ndani kuandaa mashambulizi makubwa dhidi ya jiji la Pinga lililozingatiwa kama kufuli la kimkakati katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini. Mashambulizi haya mapya yanakuja saa 24 tu baada ya shambulio la bomu la Buleusi katika kundi cha Ikobo, ambapo nafasi nyingine ya FC M23 iliharibiwa kabisa na jeshi la Kongo. Kwa operation hizo za mfululizo za anga, FARDC inaonekana kutaka kuzoofisha kabisa uwezo wa kiutendaji wa FC M23 na kuzuia jaribio lolote la waasi kusonga mbele
kuelekea maeneo mengine ya kimkakati katika tarafa la Walikale na maeneo mengine ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Jumapili hii Uvira ilipokea ujumbe wa AFRICOM. Kamanda wa kijeshi wa Marekani kwa Afrika uliongozwa na Kanali Michael Gasheru. Mkutano na FARDC ukijumuisha Lieutenant General Jules Banza na Major General Marcel Kwikila unarishia hatua mpya kinkakati katika kuimarisha usalama nchini DRC. Kwa nini ni muhimu? Kuna zaidi ya taarifa na utaratibu wa kiutendaji kwa FARDC. Ishara kali kwa waasi wa M23 hawawezi tena kutenda bila adabu. Ushirikiano unaolenga utulivu na amani mashariki mwa nchi. Uhusiano kati ya Kinshasa na Washington unaimarika. Shinikizo kwa M23 linaweza kuongezeka na matumaini ya usalama wa kudumu katika eneo hilo yanaongezeka. Usalama Uvira, hakuna silaha mjini, hakuna vizuizi haramu, anasema kiongozi wa Wazalendo. Rais wa jimbo la Wazalendo Kivu Kusini, Generali William Amuri Yakutumba alifanya mkutano Jumamosi Januari 24 mwaka 2026 katika Espace Orange Uvira, siku moja baada ya kuwasili kwao mjini. Akizungumza mbele ya wapiganaji wa Wazalendo na wananchi, William Amuri Yakutumba alieleza shukrani zake kwa wakazi wa Uvira kwa mapokezi ya joto. Pia alishukuru Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi kwa ushiriki wake uliowezesha kuwasili kwa Wazalendo mjini. Kiongozi huyo wa Wazalendo alisifu pia juhudi za kijeshi la ulinzi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wapiganaji wote wa kizalendo kwa kujitolea kwao katika kuimarisha usalama Uvira. Kulingana na yeye, jukumu kuu la Wazalendo ni kusaidia FARDC, ushirikiano ambao utaendelea hadi kurudishwa kwa maeneo mengine yanayokaliwa na adui. Kuhusu hali ya usalama, William Amuri Yakutumba alisisitiza haja ya kuhakikisha risasi zisizokontrolika mjini. Alitangaza kuwepo kwa mpango wa pamoja kati ya serikali na Wazalendo kulenga kuokoa silaha zote zinazozunguka bila utaratibu Uvira. Pia aliwataka wapiganaji kuhakikisha ulinzi wa jiji, mji ya katikati na mji. Kwa mtazamo huo, alikemea uanzishwaji wa vizuizi haramu barabarani, akisema kuwa wananchi wanapaswa kusafiri kwa huru na kuishi kwa amani. Kwa kumalizia, rais wa jimbo la Wazalendo aliwaalika wananchi waliohamishwa kurudi nyumbani, akithibitisha kuwa hali ni shwari kwa maisha ya amani na usalama Uvira. Kwa mujibu wa mahono ya mkuu wa nchi anayetetea amani ya kudumu katika eneo hilo. Hope News TV, Naganaga Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Madame Kabale Biamongo Devote, la coordonnatrice de l'ONG Protection et Promotion des Valeurs Africaines. En tant que la porteuse de vision, j'appelle les partenaires de bonne foi qui peuvent nous accompagner parce que nous avons quand même l'espace qui fait 45 hectares, mais nos moyens sont limités. Et nous croyons dans tout ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, comme on a toujours dit, les ventres prennent à point d'oreille. Alors, nous avons pris cette bonne initiative pour pouvoir aussi répondre aux besoins de notre population. En sachant d'abord que les produits que nous consommons au Congo, la plus grande partie provient de l'extérieur, donc de nos pays voisins, pour les citer la Zambie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud. Donc, nous sommes en train de combattre, nous voulons que le Congo soit cité aussi parmi les pays où les gens produisent et même leurs aliments de base. Donc, nous savons que le gouvernement est en train de mettre une politique en place pour que les agriculteurs soient accompagnés. Et nous demandons que nous soyons aussi parmi. Nous sommes une ONG, nous engageons des jeunes qui n'ont pas de travail, en sachant bien que notre population est constituée de 60% de la jeunesse. Donc, il est temps que nous puissions nous mettre au travail. Nous nous plaignons souvent du pays. Oh, le Congo nous fatigue, le Congo c'est là. Mais nous, en tant qu'une association sans but lucratif, nous nous demandons qu'est-ce que nous pouvons faire aussi pour notre pays. Et voilà notre rapport.
Donc, nous nous sommes engagés avec nos maigres moyens et la volonté, le courage, nous savons que ça va aller. Donc, c'est un peu ça.